your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Kubox, kutembea, lakini pia ni bondia ambaye anaweza kucheza ndani na kupigana, kitu ambacho anachokifanya sasa. Lakini pia ni bondia ambaye anaweza kucheza stance zote mbili. Anaweza kucheza mguu wa kulia, yani southpaw katika kutanguza mguu wa mbele, lakini pia anaweza kucheza mguu wa kushoto, yani upande wa orthodox katika kutanguza mguu wa mbele. Kwa hiyo ni bondia ambaye kadri unavyokuja au jinsi unavyokuja ndivyo ambavyo yeye anaweza kukabili. Katika raundi hii ameanza kucheza na mguu wake wa asili wa kulia, mguu wa southpaw. Zidi mpinzani wake. Mbona kabadilisha mguu? Sasa hivi yupo upande wa orthodox. Kwa hiyo ni bondia ambaye anacheza miguu yote. Kwa sasa anacheza mguu wa kushoto na wa kulia, anabadilisha kwa wakati mmoja, lakini pia ameamua kuwa mpiganaji zaidi. Licha kwamba ni bondia ambaye ni boxer, bondia ambaye anapenda kucheza kwa kubox. Kwa hiyo sasa mpaka sasa fight imejigawa. Pialali anacheza kwa kupigana zaidi, kwa kufanya mashambulizi makali kwa kucheza ndani, lakini mpinzani wake anacheza kwa kubox, kwa kutengeneza nafasi kidogo zidi mpinzani wake jipi kwa kufanya mashambulizi makali. Lakini na kwa upande wa mpinzani wake Munyanye amekuwa akicheza kwa kubox, kwa kutembea zaidi. Lakini katika raundi hii ya pili utofauti uliokuwepo, kumekuwa kuna mashambulizi au uchezaji wa utofauti baina ya mabondia wote wawili. Wamekuwa wakipokezana, mmoja akifuata mwingine anatembea, lakini mwingine akitembea mwingine anafuata. Kwa hiyo kumekuwa kuna mabadiliko fulani ya kiuchezaji, lakini kwa upande wa Idi ameonekana akimpa wakati mgumu sana mpinzani wake Munyanye, kutokana mtindo wa kubadilisha miguu, lakini mtindo wa kubox kwa kuingia ndani na kutoka umekuwa ni kama mtindo ambao unampa challenge mpinzani wake Munyanye. Lakini pia kwa uzuri kwa upande wa Idi ni bondia ambaye ana nguvu mikono yote miwili. Kucheza stance zote mbili kunamfanya bondia kuwa na uwezo wa kuwa na nguvu mikono yote miwili. Kwa hiyo kama Idi ataweza kutumia nguvu za mikono yake na kupiga ngumi katika usahihi, jab, labda right overhand au labda left hook, kuchanganya ngumi hizo kwa namna tena jab Idi. Jab na right pale, Snowden naye anajibu. Jab tena Idi. Amekutana na wapinzani wengi wagumu wenye namna nyingi kiuchezaji. Mpinzani wake huyu ni bondia ambaye aliingia katika professional boxing mwaka 2022, lakini kwa upande wa Idi ni bondia ambaye yupo katika pro tangia 2009. Angalia uzoefu aliokuwa nao. Umeona kuna vitu ambavyo anavyofanya ambavyo vimekuwa vikimpa wakati mgumu mpinzani wake Munyanje. Kwa sasa kumekuwa kuna mashambulizi ya counter. Kuna muda wanasubiriana, kila mtu aanze kutoa mashambulizi. Kila mtu anamvizia mwenzake, mada hizo kutoa ngumi wa kwepe, mwingine anafanya mashambulizi ya counter. Kitu ambacho kimekuwa kama kikiweka ugumu fulani na ushindani baina ya mabondia wote wawili. Sasa hivi kumjia ameweza kumudu mpinzani wake vizuri. Uzoefu aliokuwa nao ndio kitu ambacho kinachoweka gap na nafasi baina ya mabondia hao wawili. Maneno hao ya Muniri akiendelea kukupa details kiundani zaidi kuhusiana na hicho ambacho nakitizama. Huyo ndo Idi. Yuko vizuri. Na hiyo ndio maana sahihi ya training ama maandalizi kabla ya kazi. Raundi ya tatu hiyo. Raundi ya 4 hiyo. Anashambulia Snowden. Idi anaendelea kukaa imara. Jab pale Idi. Afika pale kwenye kichwa. Jab anatishia jabu yake pale Idi, lakini Snowden anaonekana bado yuko imara. Na kila anakoenda Snowden anafuata. Pale Snowden. Tena jabu pale Pialali anamaliza na right yake, jab combination. Jabu ile. Ya pale Idi Pialali. Pigana right ile. Muniri
ukitofautisha raundi hii na raundi za nyuma, umeona mabadiliko gani katika huu mchezo? Mabadiliko yaliokuwepo kwa upande wa Idi ni kuja na mkakati. Snowden amecheza takriban mechi 7, huku katika mechi 7 akishinda mechi 4 zote kwa KO, huku akipoteza mechi 3, moja kwa KO. Kwa hiyo ni miongoni mwa fight ambayo inakutanisha miamba kwa kila mmoja kwenye upande wake. Ya jabu zile anamalizia na right yake Idi Pialari. Snowden anaonekana anamfukuza Idi Pialari kwa jabu yake. Taki mazoea kwenye utawala wake Snowden. Na Idi Pialari anaonekana kila anaporusha panchi anabadilisha strength. Hii inamaanisha nini? Akirusha panchi moja anabadilisha strength. Anamaanisha nini Munir? Anatumia alichojaliwa, lakini pia huu ndio uchezaji wa Idi Pialari. Kwa watu ambao wanamfuatilia na wanaomjua, huu ndio uchezaji wake. Lakini raundi iliyopita nilitaka kusema kwamba raundi za nyuma kidogo alikuwa na kushindana katika mashambulizi ya counter, alikuwa na viziana, mashambulizi yenye kusubiri kila mmoja aanze kutoa ngumi, lakini raundi iliyofuatia Idi aliamua kubadilika. Aliamua kucheza na mguu wa kushoto mbele, huko akibox kwa kuingia ndani na kutoka. Anashambulia kwa haraka, anatoka kwa haraka. Imadi asiwezi kukutwa na mashambulizi ya counter mpinzani wake. Kitu ambacho kilichompa wakati mgumu sana mpinzani wake Munyanja. Lakini katika raundi hii naona kidogo ameamua kumchangamsha zaidi. Kutoka kupiga ngumi moja za kuingia na kumchangamkia zaidi kwa kubadilisha miguu, huko akimwadaa kiakili. Kama nilivyosema, Idi ni bondia ambaye amejaliwa vitu vingi kiuchezaji. Ana defense nzuri, footwork nzuri, anajua kukwepa, head movement anazo, anajua kublock ngumi. Umeona jinsi anambadilishia miguu, anacheza jinsi anavyotaka kumchezea. Yaani kama kuna somo pia analitoa kutoka kwa kijana huyu Munyanja ambaye bado katika pro ni mbichi. Kijana wa mwaka 2022 zida bondia wa muda mrefu tangia 2009. Ni darasa yake kwa kutumia southpaw yake ile. Ya tena jab tena, ya jabu ya kiuchokozi kabisa ile. Jabu kama konzi, au unasemaje Munir? Kitu ambacho anachokifanya kwa sasa ni kutoa darasa tu. Hataki kumaliza fight katika ukatili zaidi. Kitu ambacho si kama anashindwa anaweza, lakini kwa upande wa Munyanje utulivu, lakini pia kutoweza kukurupuka kwa kufanya mashambulizi ya fujo ndio kitu ambacho kinachomlinda mpaka sasa. Umeona Idi jinsi anavyomwadaa, anapiga jabu yake, jabu ambayo imekuwa active katika namna nyingi. Kuna muda anapiga stiff jab ambayo inapigwa katika upande wa tumbo. Kuna muda anapiga hollow jab ambayo inanyanyuka mkono ambao inapigwa katika mkono ambao unanyanyuka juu. Kwa hiyo jabu yake amekuwa akipiga katika namna nyingi na katika namna tofauti. Namna mbili. Kuna jinsi anapopiga jabu ya stiff, lakini pia anapiga katika upande wa hollow jab. Kwa hiyo anapiga jabu katika namna mbili tofauti. Lakini sio hivyo tu, anafanya kama mashambulizi, lakini pia anatoa darasa kutoka kwa mpinzani wake Munyanje ambaye amekuwa akimletea challenge kwa namna fulani, lakini bado Idi ameonekana kuwa bora. Lakini mpaka sasa Idi ameamua tena kubadilisha mguu, anacheza mguu wa southpaw mbele, na naona ameteleza. Idi pia ameteleza. Kwa hiyo ni mpaka sasa unaona Idi kwamba anafanya vitu sio tu kwa kucheza na kutaka challenge, lakini pia ana enjoy fight yenyewe. Idi Pialari anafanya vitu sio kwamba kwa kucheza tu, bali ni kwa kuonyesha kuwa ana enjoy kulingana na fight yenyewe ambayo anaicheza hapo. Hayo ni maneno ya Munir. Idi Pialari na jabu yake ya southpaw, huku kidogo Snowden kaendelea kuleta ulinzi ama kufanya ulinzi imari kuhakikisha jabu ambayo anaitumia Idi Pialari haipenyi katika ngome yake. Natishia pale Snowden. Idi bado anatembea na jabu yake. Jabu ya Idi Pialari hailali muda wote na kesha. Hayo inajulikana kama www.mafiaboxingpromotion.co.tz. Idi Pialari amekuja na moto safari hii. Na katika app hiyo ama website hiyo unaweza kupata tiketi kupitia online bila stress. Unaweza kupata ratiba na matokeo ya mapambano mbalimbali ikiwemo hii ya leo, na vile vile unaweza kupata
profile za mabondia mbalimbali na highlight za kutosha. Naona kama unataka kudhamini, kujitangaza au kujiunga na hii hapo, tembelea hiyo website ya www.mafiaboxingpromotion.co.tz. Round ya 8 hiyo, Idi Pialari dhidi ya Snowden. Piga jabu pale Snowden. Idi Pialari na mwenyewe akiangalia sehemu gani ya kupiga, anapeleka jabu, peleka tena jabu Idi. Jaribu combination, Idi Pialari anajibu naye Snowden na jabu yake ile. Kifundi amekifanya nini pale Snowden ya? Kifanya ni unprofessional, amejaribu kumwangusha Idi kutokana alipigwa makonde kadhaa, kitu ambacho kitomfanya panic. Lakini kitu kingine ambacho tukipenda uwezo wa Idi wa kucheza stance zote mbili, yani kwa upande wa Southpaw na Orthodox, kitaalamu tunaitwa ni switch hitter. Mabondia ambao wanaweza kucheza stance zote mbili, kitaalamu tunawaita switch hitter. Kwa hiyo mfumo huu wa kutumia stance zote mbili, Idi Pialari ameuadapt tangia yupo katika ngumi za amateur. Kwa ni bondia ambaye mwenye uzoefu wa kutumia hiyo mifumo ya kucheza miguu yote miwili. Ni kitu ambacho cha tofauti, ameonyesha uwezo mkubwa na ni kitu ambacho kimemsaidia katika fight kubadilisha miguu, kumempa challenge mpinzani wake. Lakini raundi ya mwisho ameonekana kucheza kwa kuitafuta knockout, amejaribu kwa namna kadhaa lakini haikuweza kupatikana. Lakini darasa amelitoa kwa upande wa Monyanje na changamoto ameipata kwa mkongo huyu ambaye yupo katika professional boxing. 72, your winner kutokea Manzese, Idi Pialari. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.